Mimi ni msajili wa hati msaidizi wa mkoa wa Kagera na pia nipo kwa niaba ya kamishna wa ardhi Bwana Peter Eric Makundi. Ndio. Ya, tunaposema kodi ya pango la ardhi tunamaanisha ni malipo ya kodi kama ambavyo kodi zingine tunavyozifahamu, lakini hizi sasa zinahusiana na miliki za ardhi. Kwa maana ya kwamba viwanja vyote ambavyo vimepimwa na ramani zake kuwa zimesajiliwa na kupata namba, basi watu wote hao wanapasika kulipa kodi ya pango la ardhi kuanzia siku tarehe ya viwanja vile kukamilishwa upimaji wake na kupewa namba za viwanja. Upande wa sekta ya ardhi iko namna ambayo tunaweza tukachangia kupitia hizo ardhi tunazozitumia. Kama tunavyofahamu, kwa mujibu wa katiba ya Tanzania tunasema kwamba ardhi ni mali ya umma. Unaweza ukawa una ardhi umeirithi, umeishi hapo miaka nenda rudi, lakini kwa mujibu wa katiba yetu tunasema kwamba ardhi ni mali ya umma. Na kwa niaba ya umma amekabidhiwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye anasimama kwa niaba yetu wote. Kwa hiyo unapotumia kipande cha ardhi, sisi tuna assume au kisheria ni kwamba unapanga. Wewe ni mpangaji kwenye ile ardhi. Sasa kama ni mpangaji katika hali ya kawaida, kuna kiasi fulani ambako unatakiwa ukachangie. Na unakachangia kwa nini? Unakachangia kwamba hako kiasi utakokachangia ambako ndio tunakaita kodi ya ardhi ndio katakwenda kutumika kwenye maendeleo ya nchi yetu. Hizo barabara njia nne tunazofurahia, hayo sijui madaraja yanayojengwa Kanoni kwa mfano yanazowekwa pale wa manispaa ya Bukoba, tunazungumzia sijui yani masuala yote ya maendeleo, mashule. Tumeona kama serikali inatendelea wanatoa fedha nyingi kwa ajili ya kutengeneza kujenga mashule. Sasa na sisi kwa upande wa sekta ya ardhi ndio namna ambavyo tunachangia kupitia kodi ya ardhi. Kwa malengo ambayo tumewekewa kukusanya bilioni 4 kwa mwaka wa fedha unaoelekea ukingoni. Na mpaka sasa tunakaribia bilioni 2 ambazo tumesha kusanya mpaka sasa. Na kutokana na kuwa tupo nyuma, basi tumedhamiria sasa kuwa na mkakati maalum wa kupita nyumba kwa nyumba. Kwa hiyo watumishi wetu wengi na vijana wanaotusaidia tumeshawasambaza hapa katika manispaa yetu ya Bukoba kuhakikisha kwamba kila mtu anayemiliki kipande cha ardhi basi anapatiwa ankara yake na kupewa msisitizo wa kulipa kabla ya mwaka huu wa serikali haujamalizika. Na tumeweka pia kipengele cha kama lazima fulani, kama usipoweza kulipa basi tutakupeleka kwenye vyombo vya sheria ili kuhakikisha kwamba hiyo kodi yetu tunaipata kwa wakati na sisi tunaweza kutimiza malengo yetu. Na pengine tukisalia hapo, bilioni 4 na bilioni 2 kati ya bilioni 4 ni wastani karibu bilioni 2, ama tuichukulie bilioni 1 point ambayo imesalia. Nadhani kwa muda uliobakia mnaweza mkafikia target ya kwa nguvu ambayo tunaitumia sasa, tunaamini hata kama tutafikia, lakini tutakuwa mbali kidogo au tutakuwa karibu kufikia. Na pengine ikisha salia huwa mnapanda nalo kwa mwaka wa fedha unaoanza, ama hii basi wale ambao watakuwa bado huwa wanasamehewa tu basi itakuwa imepita hiyo? Kwenye masuala yetu ya makusanyo ya kodi ya pango la ardhi, yaani usipolipa kodi ya pango la ardhi kwa mwaka husika, haina maana kwamba wewe huo mwaka basi umeponea. Hapana, bali kodi yako ya mwaka huu ambao hujalipa itakuwepo, na tena itakuwepo na riba. Na mwaka mwingine wa serikali unapofuata na pia utatakiwa ulipe tena kodi ya pango la ardhi. Kwa hiyo kutokulipa kwako unajilimbikizia deni. Kwa hiyo badala ya mwaka huu labda tungekusanya kwako shilingi labda 4,000. Ina maana kwa kutokulipa kwako mwakani tutataka ile 4,000 na riba yetu. Inaweza kawa ni 4,200 au 5,000, lakini pia na huo mwaka mpya ambao tutakuwa tumeuanza tutataka tena 4,000. Kwa hiyo utajikuta unadaiwa 9,000 badala ya kuwa kudaiwa 4,000 kama ungekuwa umelipa kodi yako kwa wakati. Na labda mtangazaji, katika kujazia hapo, pia tunawashauri wananchi, kodi yako ambayo unatakiwa ulipe kwa mwaka husika pasipo riba ni kuanzia ile tarehe 1 mwezi wa 7 ya mwaka husika mpaka tarehe 31 mwezi wa 12. Sasa hiyo miezi 6 una uhuru, kama kodi yako ilikuwa ni shilingi 4,000, fika aidha kwenye halmashauri husika upate makisio, whether ni Misenyi, whether ni Ngara, whether ni manispaa. Lakini pia mambo yamerahisishwa, unaweza ukaingia pia kwenye mtandao ukapakua, ziko namba pale nadhani *152
*00 utaingia mle, utaweza kupata makisi yako ya kodi ya ardhi. Lakini ukichelewa ikafika tarehe 1 sasa mwezi wa kwanza ya mwaka unaofuatia, automatic unaanza kuzalisha riba, na hiyo riba inaendelea kadiri unavyoendelea kuchelewesha kodi husika, na ndo tunakuja kuipata sasa mwisho wa siku. Kadiri unavyozidi kujichelewesha, mtu anakuta kodi lisharundikana, sasa mzigo ushakuwa mkubwa. Kwa hiyo ndio maana sisi tunawasisitiza kwamba walipe kodi kwa wakati. Niseme ni kwamba Watanzania pengine tumekuwa na kasumba ya swala la kodi mpaka tulazimishane. Naamini mtu kiwanja chako kimepimwa, kimepangwa, kimepimwa, huna hati. Katika hali ya kawaida ukisoma kwenye hiyo hati, moja hapo sharti ulilowekewa tena kwa kubodi kwenye ile hati, utakuwa unalipa kodi ya ardhi kila mwaka. Lakini sasa tuje, sio kodi ya ardhi tu. Sisi sijui sema ngozi nyeusi linapokuja kwenye swala la kulipa kodi inakuwa ni changamoto. Unaona bwana, lakini otherwise elimu tunatoa. Kama unavyoona leo tuko Shinazi, tulikuwa tukienda kwenye vyombo mbalimbali vya habari kwa ajili ya kuhabarisha wananchi, lakini tulikuwa tukifanya mikutano. Sasa hivi imekuwa ni kama agenda ya kudumu, kwa sababu unajua sasa hivi kila sekta inavutia kwake kuhakikisha kwamba inafikia lengo. Kwa hiyo mimi nikisema kwamba elimu haijatolewa mtakataa, especially kwa hapa Bukoba Manispaa. Watu wanafahamu ila ni ile negligence. Na tuwapeni angalizo. Kutolipa kodi ya ardhi kunaweza kusababisha pia hata miliki yako ikafutwa. Kwa hiyo watu wasichukulie poa. Kutolipa kodi ya ardhi, tukakulima onyo, ukashindwa kulipa, tukakulima ilani ya siku 14, wiki mbili ukashindwa, tunaweza yani sheria inatupeleka ikatupeleka mpaka kufutieni miliki. Na ukisha yule bwana ataondolewa pale, au itaonekana hadi tena afanye kitu kile kwa malipo, automatic inakuwa hali sio ya kwako, sio ya kwako. Na pia yetu ya pango la ardhi ya wailipi ni kwa sababu ardhi ni tofauti na malipo mengine. Ikiwa bili ya maji usipolipa, maji yanakatwa. Umeme alikadhalika, umeme unakatwa. Lakini sisi kwa kuwa ile ardhi unakuwa nayo na unaimiliki na unaitumia, basi uoni sababu ya kulipa kwa wakati. Kwa sababu hakuna namna sisi tukakuondoa, otherwise lazima tuje tutumie hizi njia za kisheria. Alafu pia kwenye hii issue ya kulipa kodi ya ardhi, kweli ukilipa kwa wakati ni kodi ndogo sana. Yaani kodi ndogo sana. Ila unapoilimbikiza ndipo ambapo inakuwa kubwa na kuanza kukushinda. Wakati mwingine kuna watu wengine viwanja vyao vimepimwa, lakini hawaoni haja ya kuchukua hati, wakihofia kwamba wakiwa na hati basi wataanza kulipa kodi ya ardhi. Sisi tunakwambia kwamba kiwanja chako tukiwa tumeshakipanga, tukakipima, tukakipa na namba, tunakiingiza kwenye mifumo yetu rasmi ya kuanza kulipia. Kwa hiyo wewe ukihitaji hati, ni vyema ukawa nayo ili kusudi uendelee kucement miliki yako. Lakini usipofanya hivyo, haimaanishi kwamba wewe haudawii kodi ya pango la ardhi. Kwa hiyo kodi ya pango la ardhi itakuwepo pale pale, na hata kama hauna hati, ili hali tu kiwanja chako kimepangwa, kimepimwa na kimepewa namba ya umiliki. Kodi ya pango la ardhi huwa inakadiriwa kutokana na ukubwa wa kiwanja, mahali kilipo na matumizi yake. Kwa hiyo ndio inachotofautisha kodi ya kiwanja kimoja na kingine. Kodi haipo constant, yani haiko kwa uwiano sawa kwa kila mmiliki. Ila inatofautiana tu kulingana na wewe una kiwanja cha ukubwa gani, kiko wapi na matumizi yako ni yapi. Kwa hiyo kadri matumizi yanavyokuwa makubwa ni tofauti na matumizi yale madogo. Tunaamini kwa matumizi madogo inamaanisha makazi, huwa tunasema ni matumizi madogo. Lakini wale ambao wanatoa huduma kama makanisa na yenyewe kidogo ni matumizi madogo. Lakini wale ambao wanafanya biashara, wale obviously kodi yao itakuwa kubwa tofauti na kiwanja kinazalisha. Na vile vile na kiko wapi. Kwa mfano kama manispaa hapa mjini, ardhi yake ina thamani kubwa tofauti na pembezoni mwa mji. Lakini yenyewe pia katika kuongezea hapo ni kwamba na manispaa yenyewe sasa, kwa mfano ukija katikati ya mji, kiwanja chenye ukubwa ule lakini ukakikuta kiko pale one way, kodi yake itakuwa iko juu
ukilinganisha na kiwanja kilichoko Kibeta. Kwa hiyo kadri unavyozidi kutoka nje kodi unapata unafuu. Lakini pia tuangalie aina za ardhi ziko ngapi. Tunasema ziko aina 3. Kuna ardhi ya vijiji, kuna ardhi ya kawaida na kuna ardhi ya hifadhi. Sasa tujikite kwenye hizo aina mbili. Ndio. Kuna ardhi ya kawaida ambayo mara nyingi inapatikana mijini. Kwa mfano mimi nikizungumza upande wa manispaa, ardhi yote ni ardhi ya kawaida. Ni general land. Ndio. Hii ardhi utalipa tu kodi ya serikali. Lakini kodi ya pango la ardhi. Tukija kwenye ardhi ya vijiji. Ndio. Ardhi ya vijiji ziko chini ya usimamizi wa serikali za vijiji. Ndio. Sasa ulipaji wa kodi ya ardhi kidogo ni tofauti na wa kwetu. Ndio. Inadipendi na serikali ya kijiji husika wameamua nini wakati wanaandaa mipango ya matumizi bora yao ya ardhi. Lakini sasa kwenye hizo ardhi za vijiji kuna ardhi ndani ya ardhi za vijiji zinaiva. Zinaiva kiasi sasa cha kubadilika kutoka kwenye ardhi ya vijiji kwenda kwenye ardhi ya kawaida. Kwa maana ya kwamba kutoka kwenye usimamizi wa serikali ya kijiji kuja kwenye usimamizi wa kamishna wa ardhi. Nitatoa mifano. Tukienda kwenye vijiji vyetu, kwa mfano mimi bahati nzuri hapa kwa mfano nizungumzie kijiji kata Kishanda kule Mleba. Ukienda Mleba kuna visenta, pale Kishanda kuna center. Kwenye ile center maisha wanayoyaishi kimsingi sio ya kijiji tena. Ndio. Ina maana wameshaiva. Ndio unaweza ukakuta tumeandaa viwanja, ukienda pale Kishanda mjini au labda sio umeenda Rubya mjini au unaenda Mgana Bwanja pale. Kuna pale kwenye kisenta pale. Ndio. Pale obviously pameshaiva kuwa mji, yani ardhi ya kawaida. Yani yes. Ina maana hata maisha wanayoyaishi wanaishi maisha fulani yenye viashiria vya kimjimji. Ndio. Sasa pale tutapapanga, tutapapima na mwisho wa siku mtu atalipa kodi ya ardhi kama anavyolipa aliyeko manispaa ya Bukoba. Kwa hiyo nitaka kutoa ufafanuzi huo kwamba hata huko vijijini kuna baadhi ya maeneo ambayo tayari zimeshakuwa center. Kwa maana ukienda kwa mfano ukienda Misenyi. Nenda Misenyi, nenda kijiji cha Bubare. Pale center ya Bubare. Hili obviously unaweza ukapapanga, ukapapima, watu wakawa na hati kama ambazo alienazo hapo Bukoba mjini. Au unaenda kwa mfano Mkwenda. Pale sijui center ya Isingiro. Ukienda Isingiro pale Mlongo pale. Pale watu wanaishi maisha ya kimjini. Maisha ya kimjini. Sasa na mjini ina gharama zake. Gharama zake ukitaka kuishi mjini, atakuja mkurugenzi atakuchongea barabara, tutakuwekea miundombinu sio ya maji, ya mamlaka za maji, taa nini, na kingine utakachopambana nacho utalipa kodi ya ardhi. Nenda Katoma pale kijiji Kashenge. Nani wapi pale hapa tunakopita hii njia kwenda Kiaka. Kagege hapa. Kagege ukiangalia ile tayari ni center. Watu wameanza kuishi kimjimji. Tunaweza tukapimia viwanja na mwisho wa siku wakalipa kodi ya ardhi. Tunaposema mipango miji, hii ni swala la kisheria. Hili linatokana na sheria ya mipango miji namba 8 ya mwaka 2007. Lengo kuu la mipango miji ni kutoa miongozo namna ya usimamizi wa makazi, namna ya uendelezaji wa makazi na shughuli mbalimbali zinazoambatana na makazi. Kwenye makazi lazima utapata viambata. Viambata ambapo utapata zahanati, shule, viwanda ambazo zinategemea binadamu. Sasa unapoweka binadamu lazima ana shughuli mbalimbali. Kwa hiyo kuna miundombinu ya maji, umeme na sasa kwa mipango miji tunapanga namna ya kusimamia matumizi ya ardhi juu ya ardhi ndani ya mkoa mzima. Kwa hiyo tunasimamia hiyo. Unamuona Bwana Kulwa Hunter ni afisa mipango miji wa manispaa. Ina maana shughuli zake zote lazima nizimonte kuona je anafanya kwa mujibu wa taratibu. Kwa hiyo tunaposema kule ukienda Ngara yuko afisa mipango miji wa halmashauri, lakini shughuli zile lazima nizimonte kuzisimamia kuona je tunataka wananchi waishi maisha ya namna gani, miundombinu katika halmashauri ya Ngara iweje, kwamba tunataka makazi yafananaje
kutengeneza miji kuwa, tunaona kuna miji saizi ambayo kuna halmashauri. Sasa lazima tuzisimamie, kuzipanga, zitekeleze ile mipango yake iweze kufanikiwa, hatimaye itoke kwenye mji ije kwenye halmashauri, kwenye manispaa, itoke kwenye manispaa ije kuwa jiji. Kwa mfano sasa hivi tuna mpango kabambe wa manispaa wa 2018 2038, 20 years to come, ilikuwa anticipated miaka 20. Tunatarajia ukuaji wa manispaa utoke kwenye manispaa sasa ukue kwenda kuwa kutangazwa kuwa jiji. Sasa litatangazwaje? Manake ni kusimamia ule mpango kabambe kwamba tunataka Ijuganyondo kuwe na nini. Mfano ule mpango umeainisha Ijuganyondo ni center, Kyakairabo au center. Unaona kule kuna stand inaenda kujengwa kule, sio ijaenda kwa sababu watu wataka, ni mpango kabambe unaelekeza kule lazima kuwe kuna center inayojitegemea, satellite town. Yaani mji mdogo ambao una support eneo la katikati, ambao sasa unapunguza mobility ya watu katika eneo la moja, na ili watu waweze kupata huduma sehemu zingine, na unasambaza huduma hizi zinazopatikana katikati ya mji hapa, na kuna Ijuganyondo ipate huduma kule, Kyakairabo ipate huduma, Kahoro ipate huduma. Kwa hiyo unakuta kuna vitu kama hivyo. Sasa tunasimamia utekelezaji wa hivyo, maana lazima tuende kwenye utaratibu wa kupanga kuondoa haya mashamba yaliyoko ndani ya manispaa Bukoba kuwa mji, ili tukimbizane kwenda kuwa jiji 2038 kwa mazingira ambayo sisi tumekwisha kufanya hapa. Kuna migogoro inayotokana na utapeli wa kifamilia ambayo inasababishwa na ununuzi wa ardhi. Ndugu wasikilizaji na ndugu watangazaji, kwamba tunasema kwamba hii ardhi kama tulivyosema ni mali, ni mtaji. Unapotaka kwenda kununua whether shamba au kiwanja, hebu jiridhishe kwanza kwa wahusika. Anakuuzia huyo Samson ardhi yake, si ana ndugu, si ana mke, si ana watoto, bila shaka na mashahidi wapo. Alafu ukishajiuliza uliza kwa sababu ni shamba ambalo halijapimwa, basi nenda kwa viongozi wa maeneo yale yote pale, kutakuwa kuna mwenyekiti wa kitongoji au na mtendaji, wajilizi watakwambia historia ya pale kwamba huyu anayekuuzia mbona sio muhusika, mbona hili shamba ni la ukoo, kwa hiyo huyu hana sifa ya kuuza hii kitu. Unaona? Sasa kuna vitu vingine vinatokea, vitu kama hivyo, anayeuza sio muhusika ule shamba. Sasa kwa sababu ya haraka, una shida ya shamba, unanunua, huyu mtu ndo unaingia kwenye mgogoro kwamba wanafungua kesi kwamba aliyekuuzia hakuwa na status locus ya kuuza ile mali. Kwa hiyo ile mali inatakiwa irudi kwa wamiliki wahusika. Kwa hiyo sasa wewe ubaki udaiane fedha zako na yule aliyekuuzia. Lakini lipo jambo jingine ambalo linaendelea kwenye vijiji huko. Kumekuwepo na changamoto kubwa ya uaminifu na udanganyifu. Familia hiyo inamweka mtu auze na wanakubaliana na muhtasari na kweli wanauza. Baada ya miaka miwili wanafungua jalada jingine, wanamtafuta ndugu mwingine, anafungua kudai kwamba bana, hii mali waliouza hawakuwa wahusika, na hii mali ilikuwa ni ya ukoo. Sawa, hii hawa ni wanafamilia, lakini mali ya ukoo inatakiwa igawanywe kwa ukoo mkubwa wote. Sasa unaingia kwenye changamoto, wanafungua kesi kwa sababu wameshaitengeneza. Kwa hiyo wanajua wanapoenda wanaipeleka, na huyu mtu kwa sababu pengine anajua hana muda wa kufuatilia, ndio hapo anakuja kushindwa na kunyang'anywa mali. Lakini huo unatokana ni mpango wa utapeli, kama utapeli mwingine kwenye sekta ya ardhi ambao huko vijijini, na mbaya zaidi wanakuwa wanahusishwa mpaka viongozi wa serikali za vijiji, hasa wenye viti na wenye viti wa vijiji na wenye viti wa vitongoji. Vilikuwa ni changamoto, mambo hayo yamekuwa yakijitokeza. Sasa kwa kipindi hiki, kwa elimu hii, sisi tutoe rai kwa viongozi wote wa serikali za vijiji kutenda haki kwenye mambo kama haya ambayo wanayasimamia vijijini kule vijijini. Kuna mabaraza ya ardhi ya vijiji. Kesi zote ziwasilishwe kwenye mabaraza ya ardhi ya vijiji. Kama baraza la kijiji kwenye kijiji husika hicho hakipo, basi apelekwe kwenye baraza la ardhi la kata, yakasuluhishwe kule. Na ikionekana kule hayawezi kulisuluhisha kwamba au imezidiwa, basi litoke pale liende kwenye baraza la ardhi na nyumba wilaya. Sasa hivi kila wilaya tunayo mabaraza yapo kwa ajili ya usuluhishi
na usuluhishi mpaka kifikia ngazi ya wilaya imeshindikana, basi itaenda mahakama ya ardhi kwenye mahakama kuu. Kwa hiyo huo ndio utaratibu. Lakini changamoto kubwa imekuwa ni ndio haya tunatoa elimu, uelewa wa namna ya kuyasimamia na kuyapeleka mashauri ya ardhi kule vijijini. Wahusika wanaokuwa wana familia wale wanaelezwa, wanachukuliwa hatua za kisheria kupitia ngazi za vijiji. Lakini yako masuala ambayo yanahusu viongozi wa serikali za vijiji. Hawa wamekuwa kilipotiwa kwenye zile ngazi zinazohusika, kwa sababu wapo viongozi wa kisiasa. Mfano unaposema mwenyekiti wa kitongoji ni amechaguliwa, ni kiongozi wa kisiasa kusimamia watu. Sasa yanawasilishwa kwenye mamlaka yake. Watendaji wale wamekuwa wakiwasilishwa kwa wakurugenzi ambao ni waajiri wao, lakini na ngazi ya mkuu wa wilaya wamekuwa wakipata taarifa hizo ili kuchukuliwa hatua za kinidhamu. Kwa haya mambo yamekuwa yakifanyika, lakini kwa mambo mengine ambao wamekuwa wakivunja sheria zile yanaingiza ujinai, haya imekuwa kilipotoka kwenye vyombo vya kisheria vya polisi, wanaenda wakamata, wanapeleka mahakamani. Kule kwenye kata kuna mahakama za mwanzo ndio zimekuwa zikisimamia haya na kuyatekeleza kwa mujibu wa sheria.